Yes, tumeiona memkwa ambayo ndani yake kuna Manyanya pamoja na Violet. Kitu ambacho kimeweza kuvuta hisia pia kwa mashabiki na wadau wa mchezo. Hii tunaita collaboration. Hii tunaifanya kama ni kitu ambacho mara nyingi tunakuwa hatukioni mara kwa mara, lakini tunaona kwenye wasanii wa muziki wakifanya zile collabo. Msanii katoa ngoma hii anafanya collaboration, labda ni remix na nini. Mimi kwa upande fulani naweza kusema kwamba ni mixing, naweza kusema ni remix labda na kitu fulani wamekifanya ili kuweza kunogesha hichi kitu. Kuna baadhi ya watu wamempa sana hongera Steve Mweusi kwa kitu ambacho ameweza kukifanya. Ni ubunifu wa aina yake na tumeona ni kitu ambacho watu wengi hawakuwa wanatarajia zaidi. Kuna wasanii wengi ambao kwenye memko tumekuwa tukiwaona, kina Mama Kanumba, wakina mzee nani huyu Bambo na Mtanga na baadhi ya wasanii wengine wa comedy na nini. Wengi sana wamekuwa wakiingia katika memko, lakini hii ya Manyanya pamoja na Violet wameingia kwa style ya aina yake. Wamefanya kitu kama muendelezo wa movie ya Dunia. Kwa hiyo kuna kadunia kaliingia fulani hivi pale kwenye memko kwenda kufanya mvuto wa aina yake. Hii memko wa Steve Mweusi imekuwa na namna ambavyo ilivutia kwa siku ya jana, hiyo episode ya jana, baada ya Manyanya pamoja na Violet kuwepo na muendelezo ambao ulikuwa ukigusa hisia kwa namna moja ama nyingine. Kitu ambacho kinaonekana Manyanya katika ile hangaiko ya maisha, zile progressions za bana pale, kupoteana kule kwenye dunia kama walivyokuwa wamepoteana kule, sasa kwenye memkwa wanakuja kukutana, labda ni kama maisha mengine hivi au ni sijui umeipata kwa kitu wanakuja kutokea kwamba Manyanya ni mwalimu anafundisha baada ya zile progressions za hapa na pale. Inaonekana akiwa anafundisha wanafunzi wa memkwa, wale wanafunzi ambao elimu ya watu wazima anawafundisha, anaelekeza baadhi ya vitu na nini, kavaa kawaka kama kawaida. Manyanya amebadilika kabisa, na hapo mwanafunzi mgeni anaingia. Taarifa inakuja bwana, kuna mwanafunzi mgeni ambaye anaingia na anaingia kule darasani. Mwalimu anashangaa, mwanafunzi mgeni anaingia ni mtu ambaye alikuwa mke wake wa ndoa, ambaye walishagombana muda mrefu na kuweza kupoteana kwa katika changamoto za kimaisha. Kwa mara nyingine tena nakutana katika hali ya tofauti, na mwanafunzi anaingia na kukuta mwalimu ambaye anamkuta darasani ni mume wake, ambaye walikuwa wakiishi kama wanandoa kwa muda mrefu sana na walipendana, lakini story ya maisha ya kuhuzunisha ikaja ikawatenganisha wawili hao. Lakini leo hii katika hadithi nyingine tena wanakutana, huku mwenzie akiwa mwalimu, huku mwingine akiwa mwanafunzi, kitu ambacho walibaki wakishangaa. Sasa hapo wanafunzi wakabaki wakishangaa, wewe Manyanya wende huko, nani wende huko. Kwa ikawa namna ambavyo inavutia. Kaja Manyanya pale alijaribu kujieleza kwamba 1 2 3 hivi na hivi na hivi, kwa sababu mwanamke alikuwa ni mtu wa kulaumu, machozi ya karibu, analia, kwa nini tumekutana tena hapa, kwa nini imekuwa hivi, yani wewe ndo mwalimu, mbona tapeli, maisha koja kuaje? Manyanya akajaribu kujitetea kwamba bwana, sikiliza, mimi sio tapeli, mimi ni mpambanaji. Baada ya mimi na wewe kuweza kuachana, maisha yangu yana ovyo kabisa. Nikaa ni mtu ambaye anaishi kwa maumivu, nateseka, lakini nikaona njia pekee ambayo naweza nikawasaidia wengine wasipitie kama niliwapitia mimi, kwa sababu na experience ya ndoa, najua ndoa jinsi ilivyo, najua maumivu ya ndoa. Nimeona ngoja nije niwafundishe watu ili wasije kuyapitia yale ambao mimi nilikuwa nayapitia. Hivyo basi Violet, mimi sio tapeli, mimi ni mtu mzuri na ni mtu mwema, na leo hii mpaka tu mimi na wewe tunakutana tena hapa, basi ni Mungu ameamua kutukutanisha, kwa sababu tumejaribu kutengana mimi na wewe umbali mrefu, lakini kwa staili ya aina yake ya kipekee mimi na wewe tumeweza kukutana. Ina maana kuna nguvu ya ajabu ipo katikati yetu ambayo inatukutanisha mimi na wewe Violet. Manyanya jaribu kujieleza kweli kweli, kumwambia Violet namna gani ambavyo labda upendo una nguvu kiasi kwamba umekuwa ukiwavuta, kwa sababu kuna msemo ambao unasema kwamba upendo una nguvu zaidi ya sumaku, upendo unavuta zaidi ya sumaku. Zile hisia hata ukiwa mbali, kama kuna mtu anakupenda, kuna namna fulani ambavyo unahisi upendo, unahisi kuna nguvu inakuvuta sehemu fulani. Ndio kitu ambacho Manyanya anahisi kwamba kimeweza kuwakutanisha tena kwa mara nyingine katika style ya aina yake, na hapa wamekutana kama mwalimu na mwanafunzi wake. Manyanya akajaribu kuomba radhi hadharani mbele ya wanafunzi, kitu ambacho ushawishi na nguvu ya ajabu ya mapenzi ilikuwa ndani ya Violet. Haikuwa vigumu kuweza kukataa, japo walishagombana, walipeana talaka, lakini Violet alikubali kwa mara nyingine,
alikuja na kumkumbatia Manyanya kwa sababu Manyanya alijaribu kumkumbusha mambo ya zamani, walivyofurahi, walivyocheka kwa pamoja, walivyokiss, walivyokumbatiana. Yes, kagusa hisia moja kwa moja za bidada bila kuwa na uvumilivu. Alishinda kuvumilia, akakimbia mbio kwenda kumkumbatia Manyanya ambaye ni mume wake wa zamani. Ni huzuni kweli kweli. Baada ya hapo alilia kweli kweli, walikumbuka moment zile na kukumbatiana. Wanafunzi kabaki wanashangaa ni nini tena, huyu ni mwanafunzi na huyu ni mwalimu, imekuja kuaje? Kwa baadhi ya wanafunzi pale wanashangaa, mwalimu anaswaga kweli kweli kaa hivi 1 2 3. Wanafunzi kabaki wanashangaa kitu hicho, lakini kuna baadhi ya wanafunzi pia walivutiwa na kitu ambacho kimetokea pale kwa sababu ilikuwa ni moment ambayo inaweza kuvutia zaidi. Tukarudi kwa upande wa mapumziko, narudi nje, kuna baadhi ya wanafunzi wakachukulia kama mzaa. Tunamuona Steve Mweusi pale, lakini tunamuona Mariam nani yule anajaribu kumchachafia mwanadada na kumwambia kwamba vipi, mbona umekuwa mrahisi na kuweza kumkubali mwanaume namna hiyo? Alishaye kufanyia madudu ya ajabu, na ulisema namna gani ambavyo ulikuwa unachukia hizo issue na nini. Mbona mwenyewe ulikuwa unamzungumzia, kumbe ndio huyu ambaye anakufanya ulali, anakupa mawazo na stress kweli namna hii. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unajua wanawake kukutana, kwa nini sio umekubali kirahisi? Ungempata ugumu. Bidada akamwambia hivi, unajua namna gani ambavyo unajaribu kumkupa Manyanya, lakini sijui inakuaje, sijui ana nini ndani yake, lakini nimeshindwa kabisa kujizuia. Manyanya ni mtu ambaye anahisi nampenda. Kwa bidada alijaribu kujitetea kwa style fulani hivi. Ni kweli kuna nguvu ya ajabu ambayo ilikuwa ipo ndani yake. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba mapenzi yana nguvu. Alijaribu kumueleza hivyo, lakini tunamuona Steve anakuja pale kwa mzaa na nini, akijaribu kumwambia kwamba wewe bana, mbona unakuwa hivyo na nini, akafanya mzaa juu ya kile kitendo ambacho alikifanya pale mbele ya darasa zima kuweza kumkubalia mwalimu, ikawa hivyo. Yes, kwa ni scene ambayo nafikiri itakuwa imechukua watu wengi zaidi, na watu wengi walitamani scene kama hiyo kwa sababu ni scene yenye mvuto wa kipekee. Mpaka hapo tunaona watu wengi sana wamejaribu kutoa maoni yao kuhusiana na scene hiyo. Imeweza kugusa hisia za watu wengi kwa sababu ni memkwa, lakini imeweza kuwarudisha kwenye dunia. Kwa hiyo ni kitu ambacho unaweza kusema kwamba ni ubunifu uliofanyika, na hii itavuta attention zaidi ya watu. Kwa hiyo tutegemee kitu ambacho Steve Mweusi anazidi kukifanya ni kitu kikubwa. Maoni ya watu niliokuwa nimeyapitia ni kwamba dunia watu wengi wamejaribu kuitazama, lakini wanapata picha tofauti tofauti. Kuna baadhi ya watu ambao wakiitazama dunia hawaoni funzo lililokuwa ndani ya hiyo tamthilia, lakini kuna watu ambao wakitazama hawaoni pia funzo, lakini wanaamini kwenye comedy ambayo ipo ndani yake, kwamba ucheshi ambao uko ndani ya mchezo huo, kwamba ni memkwa. Wakitazama memkwa hawaoni funzo ambalo lipo ndani ya mchezo huo kwenye memkwa, lakini kuna wengine wakitazama memkwa wanaona kuna namna fulani ambavyo mchezo huo unakuwa unavutia, na si kwamba wana funzo bali wanaona kuna comedy, ucheshi ulio ndani ya memkwa ndio kitu ambacho kinawavutia. Kwa hiyo wale ambao wanaona kwamba mbona memkwa ni kama haina maudhui yoyote ya kuelimisha au vipi, tuwaambie kwamba watu hawapendi kuona pia ni serious issues, kwamba wanapenda zile joking comedy, mizaa ambayo ipo ndani ya memkwa. Kwa hiyo memkwa sio mchezo wa serious. Memkwa ni series ya comedy, ucheshi ulio ndani yake. Kwa hiyo usitegemee video hivyo kwa serious, kwa sababu kumekuwa kuna character ambao wanakuja na kupotea, au character wa mpito. Baada ya character kucheza sehemu fulani akipita na yeye usika wake umeisha. Kwa hiyo tutarajie pia Manyanya pamoja na Vines kama ni character ambao wamekuja lakini watapotea, hawatakuwepo. Lakini kuna wale ambao ni character wa kudumu, wapo tunawaona kuanzia memko imeanza mpaka sasa hivi bado wapo. Kwa hiyo kina Mary Michael na wengine kina Steve Mweusi tunaona bado anazidi kuwepo kwenye mchezo huu wa memkwa. Kwa hiyo memko bana, nimpe pongezi sana Steve Mweusi, lakini angalia namna pia kufaa kuboresha zaidi huko mbeleni ili kuweza kuteka attention za watu wengi zaidi. Na hapa sijajua sasa baba Asma pamoja na Steve Mweusi wameingia labda dau gani, labda ni pesa wamewekeana au ni support ambazo wanakuwa wanapeana kama ilivyokuwa kwa wasanii. Tulimwona msanii Harmonize kule nchini Uganda kwa Spice, sijui ile mwanadada alienda kufanya show, na yule dada alisema kwamba Harmonize amekuja kwa upendo wake na issue amefanya bure bila kumpa kiasi chochote cha pesa. Ilizua taharuki kwa Tanzania na gumzo, na hapa hatujui kwamba ni wamesapotiana kama wasanii
ama kuna kiasi chochote ambacho Steve Mweusi ameweza kukitoa ili mradi watu hao waonekane katika tamthilia hiyo ya Memkwa. Ni kipi ambacho kimekuvutia kwenye Memkwa? Toa maoni yako hapo. Mimi ni Steven Kamil, kwa upande wangu mimi nimeona ni ubunifu wa aina yake, na hongera Steve Mweusi kwa hicho ambacho amekifanya, namna ambavyo unazidi kuvutia. Niseme kwamba asante kwa kufuatilia Regema Film. Hivyo basi usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili wa kwanza kupata updates na makala.